Asante sana. Lakini kubwa, tunamshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa utumishi uliotukuka wa Baba Mtakatifu Francisco. Kwa kweli watu walikuwa ni wengi sana. Shukrani kwa Mungu aliyetupa mtumishi huyu ambaye amefanya makubwa sana na alipenda sana nchi yetu. Tumepokea taarifa kwamba Baba Mtakatifu Francisco, kati ya nyaraka alizoandika mwisho kabisa ilikuwa ni kuitakia nchi yetu siku njema ya muungano wa Tanganyika na Zanzibar, na tutafikisha taarifa hiyo kwa Mheshimiwa Rais. Ni baraka kubwa, yaani naona muujiza wa Mungu. Tunamshukuru pia Mama Maria ambaye ni msimamizi wa nchi yetu, ndio maana tumeendelea kuogelea katika amani katika taifa letu. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kunipa nafasi hii ya kuja kumwakilisha na kuwakilisha Watanzania wenzetu kwenye hafla hii muhimu sana. Asante sana Mheshimiwa. Labda neno la mwisho, kama alivyozungumza katika homilia yake, akimwonyesha kwamba ni mtu ambaye aliyaishi yale aliyoyazungumza, akirejea Injili ya Yohane akisema Petro anipenda, akasema ndiyo, tunza kondoo wangu kama kiongozi. Kama kiongozi, una ujumbe gani kwa viongozi wa Afrika, viongozi wa dunia, wa nchi yetu, hasa wanapokuwa wamekabidhiwa wajibu ajili ya kuwaongoza wale walio chini yao? Kwa kweli huo ni ujumbe mkubwa sana, na mimi rai yangu kwa Watanzania wenzangu, kwa wananchi wote wa Afrika, tusimamie kulinda amani ambayo aliisimamia kwa nguvu zote. Kama utakumbuka, pamoja na wadhifa wake mkubwa na heshima aliyonayo, alipiga magoti na kubusu miguu ya viongozi wa Sudan kuwasihi waitafute amani. Huu ni ujumbe mkubwa sana kwetu sisi Afrika na Tanzania yetu, hasa kipindi cha mwaka huu tunapoelekea kwenye uchaguzi mkuu. Mungu amrehemu. Asante sana Mheshimiwa Makamu wa Rais kwa mchango wako na neno kwa ajili ya Watanzania, hasa katika siku hii adhimu ya buriani kwa Papa Francis.